Mada yetu ni wewe ni jibu. Mitume Yesu aliwaambia mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Muombeni Bwana wa mavuno. Lakini aliposema muombeni wakaomba, lakini akawapeleka wao waende kuvuna. Kwa hiyo wewe ni jibu. Pointi yetu ya kwanza, sara ya mwingine, wewe ni jibu ya sara ya mwingine. Wewe ni jibu ya sara ya mwingine. Nilipokuwa mdogo, nilipokuwa napiga chafya, baba yangu anasema kuwa uwe padri. Ilikuwa ni kama sara yake. Kumbe mimi ni jibu ya sara yake. Makofi kwa Mungu. Wale wanaume 5,000 wanaojua kula chakula bila kuhesabu watoto na wanawake walikuwa wana njaa, ni kama wanaomba wapate chakula. Akawa mtoto yupo pale ana samaki 2 na mikate 5. Akaitoa, Yesu akashukuru, akawagawia. Yule mtoto akawa jibu kwa sara ya wengine. Unaweza ukawa jibu kwa sara ya wengine. Sijui kama hapa kuna mwanamke amekuja hapa na mume wake. Kama yupo, na muomba ainue mkono. Kama upo kanisani na mume wako yupo, naomba uinue mkono. Kama upo kanisani na mume wako yupo, tuambie jina lako. Mai Miliana. Mai Miliana upo. Asante sana. Na mume wako Tajoni. Kwa hiyo Tajoni alikuwa anaomba kupata mke, na alikuwa bado kijana, akaomba apate msichana mrembo. Ilikuwa ni sara yake. Na kumbe Mai Miliana akawa jibu ya sara ya Tajoni. Makofi kwa Mungu. Kwa hiyo wewe msichana ambaye hujaolewa, wewe ni jibu linalotembea. Ni jibu linalotembea la kijana anaomba kupata mrembo, na mke mwema anatoka kwa Mungu. Wewe ni msichana unatembea, lakini ni jibu la sala. Ni jibu la sala. Wakati mwingine unaweza ukapata mateso kwa sababu ya sara ya mtu fulani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na mstari wa 10, Mungu anasema, nimesikia kilio cha watu wangu. Wewe Musa, nenda ukawasaidie watu wangu. Nimesikia kilio. Amesikia kilio, na Musa akapata matatizo mengi, lakini amepata matatizo na taabu kwa sababu ya sala, kilio cha watu wengine. Unaweza ukaona mambo yanaendi, unakwama, unafanya nini, unachakarika, lakini unahangaika kwa sababu ya sala ya mtu fulani. Wewe ni jibu ya sala ya mtu mwingine. Pengine tuko hapa Minziro kwa sababu ya sala za watu fulani. Kwa sababu ya sala za watu fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa jibu la mtu mwingine. Dr. Muhammad wakati anasafiri kwenye ndege, ni daktari ambaye anasaidia kudhibiti ugonjwa wa kansa katika hatua za awali. Wakati anasafiri kwenye ndege ilipata shida, wakatua uwanja fulani. Walipotua uwanja fulani, akaamua achukue gari aharakishe kwenda kwenye mkutano. Pakatokea dhoruba na upepo mkali. Ikabidi dereva aliyekodi gari lake wapaki. Mama fulani akawasema muingie kwenye nyumba, wakaingia. Ilikuwa ni baridi na mvua inanyesha. Akawaandalia chai. Yule mama alikuwa anasali na katoto kanaumwa. Wakati wanakunywa chai yeye anasali. Wakamuuliza, mama, mbona unahangaika? Akasema, mtoto wangu ana kansa, iko katika hatua za awali. Nimemwomba Mungu niweze kupata hela nimuone Dr. Muhammad ambaye anasaidia mambo ya kansa. Kumbe Dr. Muhammad amefika pale. Akaanza kusema, kumbe ndege imekuwa na hitilafu kwa sababu ya sala zako. Tumekuwa na dhoruba tukakwama kwa sababu ya sala zako. Mimi Dr. Muhammad nitakusaidia kukutibu. Makofi kwa Mungu.